Kama tunavyofahamu kwamba klabu ya wananchi Young Africa imekuwa bora sana ndani ya misimu minne mtawaliwa. Katika misimu hiyo Young Africa imechukua kila aina ya kikombe, huku klabu ya Simba ikiwa underdog, kwa sababu kwenye michezo yote ya dabi ya Kariakoo aliweza kupasuka michezo 6, lakini hivi sasa japokuwa baadhi ya watu wanasema kwamba klabu ya Yanga inaogopa kucheza na Simba, hiyo kauli ukiniuliza mimi nitasema kwamba kama mtu ameweza kukufunga mara 6 mfululizo alafu unakuja kusema na kuogopa, inakuja kujaje? Lakini pia kama unakumbuka kwenye mchezo wa mwisho ambao klabu ya Simba walikuwa ni wenyeji, mtu unamfunga bao 2 alafu kwa wakati huo tena bao 2 zinarudi. Hii imekakaje? Ina maana kwamba kweli Yanga Afrika ni mbovu ambaye inakuja na comeback ya mabao 2? Inafikirisha kidogo, lakini all in all tuwape pongezi uongozi wa Young Africans chini ya Engineer Hersi kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ndani ya misimu minne. Katika msimu huu mambo kidogo yanaonekana kwenda kuwakalia vibaya, na leo nitazungumza ukweli juu ya hicho kitu ambacho kinaendelea pale katika klabu ya wananchi Yanga Afrika. Kwanza, kama tunavyojua kwamba Yanga amepoteza mchezo dhidi ya Azam FC amecheza dakika 50 wakiwa pungufu. Unaweza kujiuliza kwamba hii Yanga ndio Yanga ile ambayo watu wote walikuwa wanaifurahia? Kocha alikuwa hajaona mapungufu ya Azam FC ambayo yeye angeitumia kama fursa ya kupata ama ya kumfunga na kutinga hatua ya fainali? Jibu ni moja tu, kwamba Yanga Afrika ubora wake umeweza kupungua, na hilo limethibitishwa kutokana na sajili ambazo walizifanya kwenye dirisha dogo. Wachezaji wengi sana ambao walisajiliwa kwenye dirisha dogo wameshindwa moja kwa moja kukriki na kuingia kwenye mfumo wa klabu ya Young Africans. Ukiangalia mchezaji mmoja tu ndo ambaye anafanya vizuri, na huyo ni Alan Okello ambaye katikati kidogo aliumba. Baadhi ya wachambuzi wakamtolea maneno mengi, lakini mwisho wa siku tuamini kwamba Engineer Hersi Said alishindwa kufanya sajili zilizokuwa bora, japokuwa Alikamwe alikuwa anamwekea wigo wa kuonyesha kwamba sajili zile ambazo zimefanywa hazikufanywa na Engineer Hersi Said, ili hali sajili hizo zilifanywa tu na scout wa klabu hiyo. Lakini si ni kweli, watu wote tunatambua kwamba Engineer Hersi ndio ambayo amefanya sajili hizo ambazo zimefanywa na wachezaji mbalimbali. Mchezaji kama Damaro, mchezaji muda wote anacheza tu faulu, mchezaji ambaye hana impact ya aina yoyote. Ni ukweli usiofichika kwamba Yanga hii ni mbovu, na ukiangalia kwenye mchezo ambao wanatarajia kwenda kufanyika siku ya kesho katika dimba la New Amani Complex dhidi tena na Azam, kama ulishindwa kumfunga Azam FC akiwa pungufu ndani ya dakika 50, unaenda kukutana naye tena akiwa na wachezaji 11, kama akibahatika kucheza vile vile ambavyo wamecheza katika dimba la CCM Kirumba pale Mwanza, kwangu mimi nampa moja kwa moja alama 3, anaweza kuondoka na Azam FC, na hiyo itakuwa ndio tena mwanzo wa mgogoro ndani ya kikosi cha Young Africans. Na hapo inaweza ikaja kuzaliwa fursa nyingine ambayo klabu ya Yanga kuanza kutengeneza uwanja wake, japokuwa inawezekana walikuwa wana nia kuanza kufanyia marekebisho uwanja huo ama kuanza kutengeneza uwanja huo, lakini kutokana na matokeo ambayo watakaye kuja kuyapata, basi moja kwa moja inaweza kuwapa chachu ya kufanya hicho kwa lengo tu la kumprotect rais wa Young Africa. Engineer Hersi kwa huu msimu amefanya vibaya, lakini huwezi kuondoa ubora wake ndani ya kikosi cha Young Africans. Kama mtu ameweza kumaintain ndani ya misimu minne, huwezi kuja kumjaji kwenye msimu mmoja ambao katika msimu huo bado michezo haijaisha. Ana uwezo wa kutoa ligi kuu, lakini inaumiza unafungwa na Azam FC ambaye imecheza ndani ya dakika 50 wakiwa pungufu. Ni jambo ambalo linafikirisha sana. Je, kocha hana mbinu? Wachezaji wake wamechoka ambao wanacheza katika klabu hiyo? Unaweza kufikiria hayo yote, lakini all in all Young Africans kuelekea kwenye msimu ujao inabidi wapitishe panga la kutisha
ili mradi waweze kutengeneza timu iliyokuwa bora, timu itakayokuwa na ushindani mkubwa, timu ambayo itabeba matumaini ya wanayanga na kuficha hiki ambacho kinaendelea. Unaweza kuandika komenti yako hapo chini. Unafikiri wachezaji gani na wachezaji gani waweze kupigwa panga ndani ya kikosi cha wananchi Yanga Afrika? Lakini ukiniuliza kwamba Yanga Afrika wanaenda kwenye uchaguzi mkuu, je, Engineer Hersi Said aondoke ndani ya kikosi cha Yanga? Mimi nitakujibu kwamba waendelee kusalia ndani ya kikosi hicho, japokuwa baadhi ya mashabiki wanasema kwamba Yanga ni kubwa kuliko wao, lakini waangalie kule ambako wametoka. Kipindi ambacho klabu ya Simba inayumba haijawahi kupitia hiki ambacho walishawahi kukipitia Yanga. Yanga kipindi Simba ipo kwenye piki, Yanga ilikuwa naombaomba, lakini Simba walikuwa wako kinkiri kankala, sawa? Yani ilikuwa ile, lakini sasa hizi Simba amepotea, lakini kuna uafadhali, timu yao inacheza vizuri, baadhi ya vitu vinatokea hapa na pale. Sasa ni jambo ambalo la kuvutia kweli kweli. Dondoshea komenti yako hapo chini, lakini niendelee kuomba usisahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kuandika comment. Bye bye.